I spoke to my brother at 11 p.m. saa 5 za usiku na tukaongea kwa madakika matatu. Na akanieleza vizuri ndugu yangu, nikamueleza uko wapi? Akanieleza niko pale uliponiacha. Sasa sikiliza nasema sasa. Mheshimiwa Jirongo alikuwa ameketi mahali kule Karen panaitwa Oasis. Mimi nikaja nikaona wameketi pale na ndugu yangu speaker Mheshimiwa Wetangula na wengine wawili. Sikuingia kwa sababu nilikuwa na shughuli zangu, nikaenda kwingine. Hiyo ilikuwa mwendo wa saa 3 za usiku, saa 2:30 kielekea saa 3. Yeye aliniona nikiendesha gari langu nikapenduka. Kwa hivyo nilipomuuliza uko wapi, akanieleza mahali uliponiacha. Nikamuuliza ndugu yangu, unajua tuko na mkutano kesho na wewe? Akaniambia ndio, hata ndio nataka kutoka niende nyumbani kwake Gigiri. Sasa vile tunaambiwa alipatikana Naivasha na yeye hakuwa na mpango ya safari ya Naivasha. My brother had not planned to go to Naivasha. I can vouch on that one. And I want to tell you my people, nataka munisikize. Namjua huyu ndugu yangu sana. Hali alivyoongea na mimi, you are lying to me if you tell me Jirongo drove himself to Naivasha. It is a lie. He never drove himself to Naivasha. Namjua sana. Kwa hivyo amekufa kwa hali ambayo ni tatanishi. Na wakati tunauliza maswali, we mean it. Wala wanasikia vibaya tukuuliza maswali, we will continue asking these questions until we get the answers. Wala wana shida na maswali yetu, we are telling them unless watunyamazishe hata na sisi, we will continue asking these questions. Mukituambia ndugu yangu aligongana na basi. Ati basi naenda wapi? Busia. Imebeba passengers wangapi? 65. Watu wanaenda Busia ni watu gani? Kuna Mulia Kenya hii ajui Jirongo? Mbona hata mmoja kwa hiyo basi hajajitokeza aseme nilikuwa kwa hiyo basi niliona hii ajali? I am yet to see a single person. I'm yet to see, labda nyinyi mmeona, mimi sijasikia yoyote. Yule mtu tulisikia akiongea ni yule driver Mkikuyu wa basi. I am yet to see a single person. Na vile walio tunapenda maneno na story, tungetoka na masimu zetu tupige picha. Mnataka kuniambia watu 65 hata hakuna mmoja alitoka akapiga picha? You are lying to us, mnatudanganya. I want to tell you that wakati mheshimiwa alipata ajali, mimi ni mtu wa kwanza bibi yake Anna alipigia simu saa 9 za usiku na dakika 23. Nilipata simu ya huyo mama. Akaniambia ndugu yako amepata ajali naelekea Naivasha. Hata nikamwambia simama nikuendeshe. Akasema wewe utanipata mbele. Alikuwa na msichana wake wawili kwa gari. Nami nikatoka nikamfuata nyuma. I was one of the first people kufika hapo. Nilipata gari ikiwa pale mahali kwa ajali wakijaribu kuiload. Basi likipata ajali lazima waite basi lingine litoke sijui Nairobi wapi ndio likuje lichukue watu. I didn't see a single person on the site. Watu walienda wapi? Huwezi niambie basi lingine litoka Nairobi likafika hapo mbele yangu na mimi nilikuwa na gari ndogo naenda mwendo wa kasi. I didn't find anybody. Those are the questions we want answered. I want to tell you my people, I was the first person nikiwa na huyu mama Ann kuona mwili wa ndugu wangu kule mochari Naivasha kabla niite gari ya kubeba mwili ilete Nairobi. Mimi niliona gari nikasimama hata pale kwa ajali nikapiga mapicha. Niko nazo. Ndio nikaendelea na safari kwenda kwa polisi na kwenda kwa mochari. My people, you have seen that car on television in the media.
It is damaged. Wakati mwili wa ndugu yangu umetolewa mochari pale Naivasha, ukiangalia mwili uko intact, hakuna halama. Mahali ndugu yangu amepata jeraha, amevunjika mguu hapa na hapa, ni kama ile ilivunjwa na watu wakimfanya torture. Hiyo, the injuries are not consistent with the accident that I saw. The injuries are not consistent. Kama hiyo forensic investigation hitafanyika, sisi tushafanya. Nyinyi mnasema toji kuza kuli bandu batirichi. Khukhoли khala makhuba keru khumali. Kuza khumali. Amuta kuja kutuambia hapa tochi nini, tumemaliza. Tumemaliza. Khumali makhuba keru khuli bandu batirichi. Ukabaya ni mundu mutirichira. Masai kumwana werukati ya khuza ndio rawe. Ni bali khuza liere mkono kumwana umundu kulimu ulakalola. Ulakalola. Sasa juzi mimi nimeangalia kuna private investigators wamekuwa kichunguza hii maneno. Wamepiga picha zao vizuri zile za CCTV, wanafanya analysis. Ukiangalia hiyo gari ya inasemekana ya Jirongo ilipoingia kwa petrol station pale Naivasha, ilikuwa na passenger pale kwa kiti ya mbele. Haikuwa na mtu mmoja. Imefanywa analysis, kuna mtu ameketi pale mbele. So wakati natoka ikapata ajali, huyu mtu mwingine ako wapi? Mbona Jirongo alipatikana peke yake kwa gari? So there are so many gaps. There are so many glaring gaps in the demise of our brother. So many glaring gaps. And we will continue asking these questions. We will. Certainly we will. We are demanding, not requesting, demanding for a thorough forensic investigations into the death of our brother. It's a demand.